Kampeni hii ambayo imeanzishwa na serikali yetu chini ya rais wetu na kutoa maelekezo kwa wizara za katiba na sheria zote ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ile ya Zanzibar, inakwenda kuangalia dhamira ya makusudi ya kuwasaidia Watanzania kutatua changamoto walizonazo hata katika kupatafuta haki yao ya msingi. Na mimi nataka niwapongeze wana Dar es Salaam. Hakika leo mmejitokeza kwa wingi. Nataka niwaambie kujitokeza kwenu hamjaipoteza siku hii. Mmekuja hapa, mtapata taarifa ya utangulizi wa kampeni hii, lakini tumekuja na wataalamu wa sheria kwenye mabanda yetu yote. Watakaa hapa kwa siku 10 wakijibu na kuelimisha yale ambayo ulikuwa hujui ili uyafahamu, kuanzia hapo uweze kujua haki yako ya kimsingi. Jambo hili ni muhimu kwa sababu linakwenda kuondoa sintofahamu, migogoro na migongano iliyopo kati ya jamii kwenye maeneo yetu. Kwa hiyo niendelee kuipongeza kamati ya maandalizi na waandaji wote kiongozwa na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam ambaye ameweza kuwakusanya wadau, lakini pia niwapongeze wadau wote wa sekta ya sheria kwa utayari wenu. Tumeona kwenye mikoa yote nchini mpaka wilayani mkifanya kazi ya kuelimisha Watanzania, na mrejesho kutoka kwa Watanzania mmoja mmoja wanaowafikia inaonekana wananufaika sana wanapokuja kwenye maeneo yenu. Na leo mko hapa jijini Dar es Salaam, fanyeni hili, mpite wilaya zote, kwenye kata, lakini pia hata kwenye vijiji vikubwa venye uhitaji mkubwa. Viko vingine viko kando kando ya misitu, kuna migogoro mingi. Nenda mkaendelee kuelimisha Watanzania. Ndugu wa Tanzania na wananchi wa jijini Dar es Salaam, siku ya leo hapa aliyetakiwa kuja hapa kuwa mgeni rasmi ni Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndiye angeweza kuzindua kampeni hii kutokana na majukumu yake mengi ya kitaifa, na leo yuko mkoani Simiyu kwa ziara kukagua miradi ya kimkakati. Imempendeza kunituma kuja kumwakilisha, kufikisha ujumbe huu kwenu wana Dar es Salaam, kwenu wa Tanzania, ili muweze kuanza kunufaika na kampeni hii ya kisheria ambayo yeye aliibuni. Aliponituma amenipa pia na nafasi ya kutoa salamu kwenu kutoka kwake. Watanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mapenzi makubwa amenituma kuleta salamu za upendo na heri kwenu wa Tanzania. Na salamu hizi zimeungwa mkono na Mheshimiwa Dr. Philip Ndugai Mpango, na yeye pia anawasalimia. Vile vile tumepata bahati leo Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, amenituma kuleta salamu. Pokeeni salamu zenu kutoka kwa viongozi wetu hao. Lakini kubwa zaidi ni kujua sheria ili muweze kujisimamia popote mlipo panapotokea matukio yanayovunja haki na yale ambayo tunaona maeneo kadhaa wa Tanzania wakipata athari. Kampeni hii ina kauli mbiu yake, na kauli mbiu inasema msaada wa kisheria kwa haki, usawa, amani na maendeleo. Kauli mbiu hii inaeleza dhamira ya Mheshimiwa Rais ya kuhakikisha kwamba kila Mtanzania anapata haki kwa wakati, tena bila ubaguzi wowote. Lengo hapa ni kujenga jamii yenye mshikamano na utawala bora na uelewa wa sheria na usimamizi wa sheria. Tunatamani kuona baada ya siku hizi 10 kila mmoja atakuwa mlinzi na msimamizi wa sheria pale ambapo panavunjwa sheria, lakini kila mmoja akitekeleza yale ambayo sheria inahitaji yatekelezwe. Kauli mbiu hii pia inasisitiza utoaji huduma wa msaada wa kisheria sio tu kuwa ni haki ya msingi wa kila mmoja kujua, bali tunaichukua kama kichocheo cha maendeleo endelevu, kwa kuwa inaondoa migogoro, hulinda haki za wanyonge
ya kuimarisha amani katika jamii zetu, na matumaini yetu ni kwamba kwa wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam mtajitokeza kwa wingi kupata huduma hizi katika siku hizi 10, ili angalau katika siku 10 tuwe tumeshawafikia angalau kwa zaidi ya 75% ya wote, na huduma hii inatolewa bila gharama yoyote. Ndugu wananchi, kama ambavyo nimeeleza kwa awali, kampeni ya msaada wa kisheria Mama Samia tulizindua rasmi tarehe 27 mwezi wa 4 mwaka 2023 katika mkoa wa Dodoma, na baada ya hapo ilielekezwa katika mikoa mbalimbali ambako wananchi wamepata huduma za msaada wa kisheria, lakini pia elimu ya sheria, na wameweza kutatuliwa matatizo yao yaliyo kwenye kifamilia, matatizo ya ardhi, mirathi na masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndugu wananchi, kampeni hii ambayo leo inawafikia ndugu zetu wa mkoa wa Dar es Salaam, tunakuja hasa kuimarisha uelewa mpana wa maeneo yenye kero, maeneo ambayo natamani na wewe pia uweze kusimamia sheria. Na tathmini toka tumeanza mpaka tumefika leo, sehemu kubwa ya malalamiko ni ukatili, ni matendo ya ukatili yanayofanyika kwenye jamii zetu, wengine kwa kujua, wengine kwa kutojua. Haya ni matendo ya ukatili, ni yale ambayo yanafika yanamchosha mtendewa na anahitaji kupata ufumbuzi. Ukatili umegawanyika katika maeneo mengi. Ukatili wa kimwili ni kitendo cha kudhamiria kufanya vurugu na kutumia nguvu kumsababishia mtu madhara ya kimwili au mateso. Kupigwa kupita kiasi, wengine unamchoma moto, wengine wana tabia tu, mtu mmoja amevaa vizuri unataka kumnyang'anya nguo yake au anabaki mtupu. Hayo ni ukatili huo wa kimwili. Lakini wengine kusababisha ulemavu baada ya vipigo, na wengine mpaka kuua kabisa. Haya yote yako kwenye kundi la ukatili wa kimwili. Kumbaka mtu, kwa hiyo kitokea haya, hapa ndio mahali pa kusaidiwa na kujua namna nzuri ya kukabiliana nayo. Kuna ukatili ambao tumeupiga vita siku zote, ukatili wa kingono. Hiki ni kitendo cha kumdhalilisha mtu kushiriki na kumlazimisha mtu kushiriki shughuli zozote za kingono bila ya kuridhia. Kwenye matendo haya ni pamoja na ubakaji, ulawiti, kubusu. Unambusu mtu ukiwa hataki, unamvamia tu na mbusu. Hiyo ni ukatili wa kingono. Wanawake wanapata tatizo kubwa sana la kushikwa mwili bila ridhaa yake. Najua wanaume mnapenda, lakini huwezi kulazimisha. Unatongoza mtu hataki, unatongoza tu. Anakuambia sitaki, unamfuata. Huo ni ukatili wa kingono. Na una sheria inakulinda. Tukisimamia sheria hii, kila mmoja atafanya shughuli yake bila kulazimishwa kwa ukatili wa aina hiyo. Huu ni ukatili wa kiuchumi. Lakini hili linagusa sana kwenye mirathi ya mali. Tuna watoto wengi wamefiwa na wazazi wao, mali zimeshikwa na mjomba na kaka huko, anatumia na familia yake. Hao watoto wafiwa wanahangaika, naye anawaona, lakini hawapi nafasi ya kushiriki urithi mali zao. Haya yote yako kwenye ukatili wa kiuchumi. Lakini pia
unyang'anyi wa mali miongoni mwa wajane. Mke aliyeishi na mumewe miaka nenda rudi, mume anafariki, nyie mnamwambia nenda kwako, unamuondoa kwenye nyumba yake na mali zake, unamwambia rudi kwake. Kwake wapi? Na hapo ndio nyumbani kwake ilikuwa. Wakina mama wengi wanahangaika, wanaondolewa kwenye nyumba zilizokuwa naishi na mumewe na watoto wake walishajijenga na maisha, hapo ndio ilikuwa nyumbani kwao. Wanafamilia, siku mume anafariki, unamwambia sasa wewe mama rudi kwenu. Aende wapi? Na hapo ndio nyumbani kwake. Huu ni ukatili wa kiuchumi. Kupitia kampeni hii mtayajua mengi, na sisi tumeendelea kuhamasisha. Unapoyapata haya usibaki kimya. Linapotokea popote, ili mradi utakuwa umeshapata elimu hii leo, nenda kwenye vyombo vya sheria. Lakini hata kama utakuwa hujapata elimu hii, tafuta mzazi yeyote kwenye familia unayeamini ukimwambia atatatua tatizo lako. Na utakapoona mzazi pale hayupo, nenda kwa jirani unayemwamini. Wako majirani wema, wako majirani wenye huruma, wako tayari kukusikiliza na kuchukua hatua pindi unapokutwa na jambo ambalo liko juu ya uwezo wako, lakini pia ni kuvunja sheria kwa kutendea ukatili. Kule shuleni tumeanzisha madawati, yako mengi tu shuleni, lakini yako pia kwenye vituo vya polisi. Unapokutwa na hili usikae kimya. Kama uko shuleni, nenda kwa mwalimu anayesimamia dawati la sheria, au mwalimu unayemwamini kwamba atatatua tatizo lako. Na maeneo mengine ni kwa viongozi wa serikali. Wako watendaji wa vijiji, wako watendaji wa kata, yuko mkuu wa wilaya, wapo kwa ajili yako. Nenda, usisite. Yaweza kuwa wilayani ni mbali, huyo mtendaji wa kijiji kwenye kijiji chako naye pia ni miongoni mwa viongozi wanaopaswa kutatua changamoto hizi. Lakini pia tunao viongozi wa dini, bila kujali dhehebu lako, dini yako, ili mradi kuna kiongozi wa dini. Hawa viongozi wa dini wamepewa, hawa wana karama ya Mwenyezi Mungu inawafanya waaminike na jamii, na wako tayari kutatua matatizo ya jamii zao. Nenda kwa kiongozi yoyote, kama ni shehe, mchungaji, padri, yeyote yule, askofu, nenda kaeleze changamoto zako. Lakini pia tuna timu za usalama ambazo viko kwenye madawati kwenye maeneo mbalimbali kama vile polisi. Tuna maafisa ustawi wa jamii kwenye halmashauri zetu, na kwenye jeshi la polisi hapa kule kwenye kata zetu tumeanzisha polisi kata kwa lengo la kuwafikia wananchi. Lakini tuna mashirika yanayotetea haki za watoto, binadamu. Hawa nao pia wanaweza kutetea jambo lako, na watoa msaada wa kisheria kama hawa hapa leo. Hilo ni jukumu lao. Kwa hiyo msisite kwenda kuwaona na kueleza tatizo linalokusibu. Lakini mwisho kabisa, serikali imeanzisha namba ya simu ambayo iko uhuru, haina chaji yoyote, haina gharama yoyote, nayo ni 116. Ukiipiga namba hiyo unapokelewa na maafisa wa sheria walio kwenye dawati maalum kitaifa, lakini limesambazwa karibu kila eneo kuna namba hii. Kwa hiyo ukikosa kabisa wote hawa, piga simu hiyo upate msaada wa kisheria. Madhumuni ya kampeni hii ni kuwawezesha nyie kuelewa sheria juu ya changamoto ulionayo, kuwawezesha nyie kusaidiwa kutatuliwa matatizo yenu mlionayo. Tumieni siku 10 hizi. Lakini tunawawezesha nyie kuwa wasimamizi wa sheria huko tulipo. Katika kipindi kifupi cha serikali ya awamu ya 6 chini ya rais wetu Dr. Samia, imefanya mageuzi makubwa kabisa ya kimsingi kwenye sekta mbalimbali zinazogusa sheria, ikiwemo na wizara zenyewe
kwa kuziongezea baadhi ya kurugenzi zitakazosimamia sheria na kuwafikia Watanzania. Matatizo yetu kwa vyombo vya sheria. Hapa dhamira yetu ni kuona Tanzania inakuwa na taifa linaloongozwa kwa misingi ya haki, usawa, tawala bora na heshima ya haki za binadamu wote. Huu ndio msingi unaopelekea nchi yetu kuwa na amani, na tunataka tudumishe amani hii kwa kuimarisha eneo hili la haki. Ni wajibu wetu sote kama wananchi, hata sekta binafsi na taasisi mbalimbali, kuhakikisha kwamba wadau wa maendeleo tunashirikiana nao na serikali kuhakikisha kwamba jitihada hizi ambazo zimeanza kutekelezwa na zinaendelea zinafanywa na sisi wote. Ndugu wananchi, napohitimisha hotuba yangu hii, nije kuzindua ili sasa wananchi mwanze kuingia kwenye mabanda mpate huduma. Nataka ni wahakikishie tu kwamba mafanikio katika juhudi za utoaji haki hayataweza kufikiwa na serikali peke yake, bali yanahitaji ushirikiano wa dhati kutoka kwa kila mmoja wetu. Na kwa maana hiyo, viongozi, wazazi, jamii, taasisi za dini, mashirika ya kiraia na wananchi kwa ujumla tunapaswa kushirikiana ili kuhakikisha kwamba haki inatendeka katika taifa letu, na tuendelee kushauriana juu ya yale yote ambayo jamii inaona kwao ni changamoto. Viongozi wa mikoa na wilaya, nenda mkahakikishe kwa mnaendelea kuhamasisha wananchi kutumia huduma hii kwa siku hizi 10, na kwa kuwa watazunguka kila wilaya. Kwa hiyo waheshimiwa wakuu wa wilaya, hakikisheni mnaanza kuzunguka maeneo yenu, watangazieni wananchi kuja kukutana na wataalamu wa sheria ili wenye changamoto ziweze kutatuliwa. Tunapozungumzia haki za watoto, nako kuna maeneo mengi ambayo tunahitaji wazazi myasimamie ili watoto hawa waweze kupata haki zao za msingi. Moja, haki ya mtoto ana haki ya kuishi. Na kwa hiyo wazazi, hakikisheni watoto wetu wanalelewa vizuri, wanapata huduma zote muhimu. Haki nyingine ni pamoja na kuendelezwa kupata elimu. Mtoto wa Tanzania leo hana shida ya kupata elimu kwa sababu tuna shule za msingi ziko kuanzia vitongojini na vijijini na mitaani kwetu. Watoto tuwapeleke shule, ni haki yao ya msingi. Lakini pia mtoto anahitaji kulindwa. Hakuna kumnyanyasa au kumbagua kwa rangi yake, kabila lake na ukoo wake au utajiri wa familia yake. Huyu ni mtoto, kwanza hajui chochote. Wenyewe tunasema watoto ni malaika. Tuwalinde hawa watoto. Lakini watoto hawa wanatakiwa washirikishwe leo. Leo nimefurahi sana kuona vijana wa Kitanzania kutoka Pemba wameshirikishwa, wameletwa Dar es Salaam kwa ajili ya kuja kutoa ujumbe wa siku hii kwa njia ya sanaa ya kuimba. Hongera sana viongozi na walimu ambao mmewaleta hapa. Hongera wizara kwa kuwagharimia watoto hawa kuwaleta hapa na kutoa ujumbe. Hii ndio haki yao. Washirikishwe kwenye matukio kama haya, waanze kujua kwamba na wao wana haki zao za msingi. Ana uwezo wa kumuona kiongozi yoyote kati ya wale niliowataja kwenye orodha kueleza kwamba yeye yuko nyumbani, amekosa elimu na anahitaji kupata elimu, na yule anayeambiwa na aliyefikiwa na mtoto ni lazima achukue hatua. Haya ni mambo ambayo tunahitaji tuyaone jamii ikiyatekeleza. DSM Ustawi Digital, jamii yenye ustawi, furaha yetu.